Wito wako kwa wanahabari, wito wako kwa wananchi kuelekea kesho kutwa ambayo ndio siku ya uchaguzi, ni upi wito wako? Vyombo vya habari vina jukumu la kuhakikisha kwamba tunawapa taarifa sahihi wananchi bila uoga, bila upendeleo, bila uonevu. Kwa maana ya kwamba taarifa zilizo sahihi tuwape ili wasaidie kufanya uamuzi. Lakini pia tunaomba wananchi nao wazipokee hizi taarifa sahihi kupitia vyombo vya habari ambavyo ni vyombo vya habari kwa uhakika. Kwa maana ya kwamba sasa hivi kuna mitandao ya kijamii ambayo anaweza kukaa mtu chini akachukua kichwa cha mbuzi akaunganisha na kichwa cha kondoo na kiwiliwili cha kondoo, ukaona vinatembea mpaka ukashangaa kwamba hivi tumekaa sawa au la. Lakini pia kuna watu wenye matamanio wanazo akaunti zao kwenye mitandao ya kijamii, taarifa wanazozitoa si za kulijenga taifa letu. Jambo moja ambalo tunapaswa kulifahamu kwamba kuna maisha baada ya uchaguzi, na Tanzania tulionayo ni hii kwamba kama miaka yote tumekuwa sisi wakimbizi wanakimbilia Tanzania, na mpaka leo ukienda juzi hapa nilikuwa napita Kigoma kwenye kambi ya Nduta, wakimbizi wapo Tanzania. Sasa kama watu wanataka sisi Tanzania tuzalishe wakimbizi, tutakimbilia wapi? Na hakuna, yani hata hii mitandao ya kijamii ambayo watu wanakaa wanaweka maneno na nini, ikivurugika hapa hautakuwepo hata huo muda wa kupata mitandao ya kijamii. Hizo data zitazimwa, hizo simu zitakuwa hazifanyi kazi. Kwa hiyo sisi wa Tanzania tukishike hii tulicho nacho, tukishikilie vizuri, kwa maana ya kwamba amani yetu tuitunze, na vyombo vya habari viendelee kupeleka ujumbe, tuendelee kuwa wamoja bila kujali kabila zetu, dini zetu, vyama vyetu. Mwisho wa siku tudai maendeleo kwa ajili ya kupiga hatua itakayokuwezesha kuwa na makazi bora, afya bora, elimu bora, biashara zikafanya kazi kama tunavyoona bila kupata changamoto za kikodi ambazo si sawa. Tupambane na rushwa katika jamii, lakini si kwa njia ya mapambano ya ngumi, kurusha mawe, mitutu na mabomu. Deodatus Balile, mwenyekiti wa Jukwaa la Wahariri Tanzania, tunakushukuru sana kwa muda wako na kila laheri huko Mwanza. Na asante sana na kushukuruni.